idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa, ainufifat wa dhuhiba binuriha, litakapokunjwa na kuondolewa nini? Kuondolewa nuru yake. Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa. Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. Inqadat wa tasaqatat ala al-ardh, zitakapopukutika na zikaanguka wapi? Juu ya ardhi. Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. Ay inqadat wa tasaqatat ala al-ardi, zitakapopukutika na kuanguka juu ya ardhi. Wa idha al-jibalu suyirat, na pindi majabali yatakapoendeshwa. Ay dhuhiba biha an wajhi al-ardh, yatakapoondolewa juu ya ardhi. Wa idha al-jibalu suyirat, na pindi majabali yatakapoendeshwa. Ay dhuhiba biha an wajhi al-ardh, yatakapoondoshwa juu ya ardhi. Fasarat, yakawa haba'an mumbatha, yakawa kama vumbi linalopeperushwa. Kwenye surati al-Waqi'a asema, idha waqa'atil waqi'a, pindi litakapotokea lenye kutokea kiyama. Waqi'a ni jina katika majina ya kiyama. Mwisho akasema, fakanat haba'an mumbatha, yakawa ni vumbi lenye kupeperushwa. Idha samaa idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa. Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. Wa idha aljibalu suyirat, na pindi milima au majabali yatakapoendeshwa. Mpokelewa hadithi kutoka kwa Ibn Ka'b, asema 6 ayat kabla yaum al-qiyama, mambo 6 yatakuwa kabla ya siku ya kiyama. Kabla ya kile kiyama kuna mambo 6. Asema wakati watu watakapokuwa katika shughuli zao, katika magulio yao, katika masoko yao, katika kazi zao, ghafla tu mwanga wa jua utaondoka. Ghafla tu, idha shamsu kuwirat, ghafla mwanga wa jua utakuwa umekata kama vile umeme. Wakati watu watakapokuwa katika hali hiyo, maana yake hali ya giza, jua halipo. Wakati watakapokuwa kwa mwanga wa jua haupo, zitapukutika nyota sasa. Kwa sababu mwanga ukiondoka, nyota ndo zinafanyaje? Zinakuja kule juu, zaondolewa sasa, zapukutika. Wakati watu wako katika hali hiyo kwamba nyota za pukutika,
mara yataanguka majabali katika ardhi, mwaka huko kwenda huko majabali. Kwa hiyo majabali yakianguka, ardhi ikatikisika, sababu majabali si wenye kuhifadhi, yenye kuzuia ardhi. Ardhi itatukitika. Wakati huo basi watafadhaika majini kuwaendea wanadamu, na watafadhaika wanadamu kuwaendea majini. Wanyama pori watachanganyikana, ndege na wanyama wote. Kwa hiyo katika hali hiyo watachanganyikana, baadhi yao kwa baadhi nyingine, wote ovyo. Halafu ndio naja hilo Allah alilopanga. Tumeelewana sio? Kwa hiyo ni mambo ambayo ni mazito, kiasikia wana ni mambo mepesi, lakini mambo mazito mno. Mama Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi Mtume, wakati huo mtu atamkumbuka anayempenda kweli Mtume kipindi hicho? Mtu atamkumbuka habibu wake siku ya Kiyama? Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sehemu ambazo mtu hatomjali mwenzake ni wakati wa mfadhaiko huo wa Kiyama. Hakuna atakayemjali mwenzake. Alafu wakati wa mizani, wakati huo hakuna atakayemjali yoyote, mpaka yule mtu ajue kwamba, je, mizani zangu nyepesi au mizani zangu ni nzito? Kila mmoja anawahaka, hakuna atakayeona kwamba kuna mwenzie amhurumie au muone vipi. Umeelewana? Na vile vile pia wakati wa watu kupewa nini? Kupewa vitabu. Ni kama vile umefanya mtihani, unataka upewe matokeo ya mtihani, kiroho chako cha kudikadika, hujui umepata 0, hujui umepata 100, hujui umepata 80. Wakati ule itakuwa kila mmoja ngoja kitabu chake atapewa kwa mkono gani, kitabu chake kitakuwa katika hali gani. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqul ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Lakini hiyo fakhari yote isema baada ya kuwa alikuwa katika hali fulani, hali ngumu, ndio aona kweli sasa. Kwa hiyo katika wakati wa mizani, kila mmoja roho juu mpaka ajue kwamba itakuwa vipi. Na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomaliza kuziumba mbingu na ardhi, aliumba suri baada ya kumaliza kuumba mbingu na ardhi, aliumba suri lile suri akampa malaika Israfili, ndio kazi yake. Jinsi anavyojua kulipiga, wale jamaa wa mdundiko wa Dumange wale cha mtoto wala halitoi sauti lile. Kwa hiyo baada ya kumaliza kasuri akampa Israfili. Kwa malaika Israfili kazi yake ni suri.
Asema suri hilo lipo katika mdomo wa Israfil. Hivi tukizungumza lipo katika mdomo wake. Angojea lini ataamrishwa na Mungu, piga lini? Sasa ili kwa sababu malaika wanafanya kazi ambazo Mungu ameamrisha, na wala muasi liko mdomoni, kwa sababu kama likiwa chini aambiwa piga, baada ya dakika mbili ndio alichukua. Atakuliko hapa akiambiwa we tayari kweli kuliko hapa. Angoja amrishwe na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sio ile suri, sio kijidude kwamba kama dude la mdumangi lile, hapana. Ukubwa wa lile suri, mzunguko wake ni kama kati ya mbingu na ardhi, ndio dude hilo. Sasa malaika kalishika hilo, unaona kazi ndio hilo, kama mbingu na ardhi, sio kama kijidude cha popopopopum. Dude hilo zinga meloana. Idha samaa idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa. Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. Ay inqalat watasaqatat ala al-ard, zitakapopukutika na kuanguka juu ya ardhi. Wa idha aljibalu suyirat, na pindi majabali yatakapoendeshwa au yatakapoondoshwa mahala make. Dhuhiba biha an wajhi al-ardhi, yatakapoondoshwa juu ya ardhi. Faswarat, yakawa haba'an munbatha, ni vumbi lenye kupeperushwa. Faswarat, yakawa haba'an munbatha, ni vumbi lenye kutifuka. Haba'an munbatha ni Suratul Waqi'a aya 6. Wa idha al-isharu uttilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa bure. Wa idha al-isharu uttilat, na al-awami, wakati ngamia wenye mimba uttilat ay turikat bila ra'in, watakapoachwa bure bila ya mchungaji, au turikati bila albin, au watakapoachwa bure bila kukamuliwa. Na hilo kwa sababu gani? Limadahahum min al-amri, ni lile ambalo limewashughulisha wao katika jambo. Yani maana hapa ni kwamba Waarabu katika miongoni mwa mali zao kubwa kabisa ni ngamia. Kwa hiyo ngamia na mimba atarajia kwamba akizaa atapata nini? Mtoto ngamia mwingine, na mimba yake ni pevu. Wa idha al-isharu utilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa bure. Ay turikati bila ra'in, watakapoachwa bure bila ya mchungaji au albin au kukamuliwa. Walam yakun malun a'jaba ilayhim anha, walam yakun malun a'jaba ilayhim anha, na hapakuwepo na mali yenye kupendeza mno kwa Waarabu kuliko hao ngamia. Kwa ndo Mungu akawatolea mfano huo kwamba pamoja na kwamba ngamia wanawapenda mno, ni mali. Ngamia kwa Waarabu ni kama hivi sasa mtu kwa na mji VX, yale VX mangapi ya nini yale. Sasa Waarabu kwa ndio wanathamini. Lakini pamoja na hayo, siku ya Kiyama
itakuwa hawana thamani hiyo kama wanavyothamini wao. Kwa ni wazi kwamba siku hii ni siku nzito mno ala alkafirina. Hii kwa hivyo Waislamu kwa ni nyepesi, lakini ala alkafirina ghairu yasir, kwa makafiri sio siku nyepesi. Tumeelewana? Wa idha al-isharu utilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoacha bure. Anshar jabu mushara ni ngamia ambaye imetimia mimba yake miezi 10. Ni ngamia ambaye mimba yake imetimia miezi 10 mpaka kuzaa. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awataje? Sema khassaha bidhikri, amehusisha Mwenyezi Mungu kutaja li annaha aghala ma yakunu inda ahliha, ni thamani kubwa katika ambao mali zinazokuwa kwa watu wa Maka. Tulwana wa anfas amwalihim, na ndiyo mali yao yenye thamani, katika mali zao zenye thamani kubwa ni hizo. Tumeelewana? Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa, ay lufifat wa dhuhiba binuriha, takapokunjwa na kuondolewa nuru yake. Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapokukutika, inqadat wa tasaqatat ala al-ardh, kukutika na kuanguka juu ya ardhi. Wa idha al-jibalu suyirat, pindi majabali yatakapoendeshwa au yatakapoondolewa, aidhuhiba biha ani wajhi al-ardhi, yatakapoondoshwa juu ya ardhi, fasarat habaan mumbatha, yakawa ni vumbi yenye kutifuka. Wa idha al-isharu utilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa bure, aiturikat bila ra'in, watakapoachwa bure pasina kuwa na mchungaji, au turikati bila watakapoachwa bure pasina kukamuliwa. Walam yakun malun a'jaba ilayhim minha, na hapa kuwepo na mali yenye kupendeza mno kwa Waarabu kuliko hiyo, lakini pamoja na hayo itakuwa bure kabisa. Tumeelewana? Wa idha al-wuhushu hushurat, na pindi wanyama pori watakapokusana. Wa idha al-wuhushu hushurat, na pindi wanyama pori watakapokusana, ay jumi'at, watakapokusanywa, baada al-ba'thi, baada ya kufufuliwa, liyuktassa li ba'din min ba'd, ili walipizwe kisasi baadhi yao na baadhi nyingine. Thumma tasiru turaba, kisha wanakuwa nini? Wanakuwa mchanga. Kwa hiyo mwanadamu atasemaje? Ya laitani kuntu turaba, laiti mimi ningekuwa mchanga. Kama wale wanyama, maana baada ya kila mmoja kuadhibiwa kutokana na kosa la mwenzake, baada ya hapo ataambiwa kuni turaba, iwani mchanga. Mwanadamu aona jambo lile atatamani awe mnyama, manake
atamani afadhali angekuwa mnyama duniani, atatamani kwamba yeye awe nini? Awe mchanga. Au wafasiri wengine wasema atatamani angekuwa udongo, asingekuwa mwanadamu. Kabla ya kumalipo yale angekuwa udongo kwa duniani, au angekuwa udongo atakufuliwa, asingekuwa mwanadamu. Atayatamani mambo hayo. Wa idha al-wuhushu hushirat, pindi wanyama pori watakapokusanywa, aljumiati ba'da al-ba'th, watafufuliwa, watakusanywa baada ya kufuliwa, liyuktassa li ba'dhin min ba'd, ili kulipizwa kisasi baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wakishalipizwa kisasi, mwanadamu anaona ile hali, thumma tasiru turaba, kisha anageuka kuwa nini? Kuwa mchanga. Tumeelewana? Siku ngumu siku hiyo. Imepokewa hadithi kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakampompa uhai Jibril sikufuliwa, atakapompa uhai Jibrili na Mikaili na Israfil, watakwenda kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakiwa na buraq na vile vile pia na vipambo vizuri kutoka peponi. Wakifika itafanya nini? Itapasuliwa, itawekwa wazi ardhi, kutolewa nani? Mtume. Tunakasema mimi katika wanadamu ndio wa kwanza ambaye nafanyaje? Taibuka. Sasa ataibuka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akiibuka Mtume amona Jibrili na Israfili na nani? Na Mikaili. Atamuuliza Jibril, kiongozi wao, ya Jibril, ma hadha al-yawm, ewe Jibril, ni siku gani? Siku gani ya leo hii? Jibril atamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha yaumul qiyama, hii ndiyo hiyo siku ya kiyama aliyokuahidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadha yaumul haqa, hadha yaumul qari'a, al-qari'atu mal-qari'a, kiyama chenye kufadhaisha nyoyo. Ni nini kiyama chenye kufadhaisha nyoyo? Kwa al-yawm yaumul qari'a, leo ni siku ya kufadhaisha nyoyo. Wama adraka mal qari'a, ni lipi lokujuza wewe ni kipi chenye kufadhaisha nyoyo? Yauma yakunu nasu kalfarashi al-mabthuf, ni siku atakuwa watu kama sufi iliyopurwa kaya upepo kaya anatembea. Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, na kama jabali. Yauma takunu nasu kalfarashi almabthuf, watakuwa watu kama farasi wenye kutapanyika. Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, na kama jabali kama sufi iliyopurwa. Kwa hiyo Mungu asema, fa amma man thaqulat mawazinu, basi ama mwenye kuanzito mizani zake, fa huwa fi 'ishati radiya, atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa. Wa amma man khaffat mawazinu, na ama mwenye kuwa nyepesi mizani zake, mizani thawabu ni chache kuliko dhambi zake, fa ummuhu hawiya, makazi yake ni hawiya. Wama adraka ma hiya, ni lipi ndio kujuza wewe nini hawiya?
narun hamia, ni moto mkali mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumuuliza Jibrili na Jibrili kumjibu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atamuuliza Jibrili, ni kitu gani ma fa'ala Allahu bi ummati, ni kitu gani Mwenyezi Mungu amewafanyia umati wangu? Jambo bado na Mtume azanini umati yako, alafu hata kumtaja Mtume, akitaja Mtume akawazuka kama mtu mwenye nyari. Mtu yeye bado hakujafanyika lolote, amuze Jibrili, Mungu umati wangu ameufanyia nini jamani? Jibrili zamwambia Mtume, tulia. Vijana sikiza kwamba tuliza boli, tuliza. Amwambia abshir, furahi Muhammad, fa innaka awwalu, wewe ndio wa kwanza ambaye utafanyaje? Utazuka. Tulia Mtume, furahi, usio na wasiwasi. Hilo ni jambo la nani? La Mtume kuonea umati wake kwamba ataka umati wake umalizuri. Tuliza boli mzee. Sio na wasiwasi. Na amesema Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama asema Mtume asemaje? Mtume asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, siku hiyo atasema, ya ma'ashara al-jinni wal-ins, enyi majini na watu, inni nasahatu lakum, mimi niliwanasihi sana duniani, nikawateremshia Qur'ani, nikawaletea mitume, nikawaletea kila kitu. Kwa hiyo sasa kitakachohukumu ni amali zenu ambazo zimo katika vitabu vyenu. Kwa vile kusema mwalimu asema kwamba mimi nimewafundisha mpaka matusheni mpaka usiku mpaka saa ngapi, sasa mtihani huo, atakayefaulu ni yeye mwenyewe, atakayefeli ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atawaambia majini na watu kwamba mimi nimewanasihi sana mlipokuwa duniani. Kwa hiyo kitakachotendeka hivi sasa ni matendo yenu yaliyomo katika vitabu vyenu. Kwa hiyo faman wajada khairan falyahmadillah, atakayekuta kheri amshukuru Mungu kwa sababu alichokifanya Mungu kafanyaje? Kamlipa kile kile bila kumpunguzia. Waman wajada ghaira dhalika, atakayekuta kinyume cha hivyo, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu ila nafsi yake. Kwa kule hakuna upendeleo hakuna kwamba utapata goli la offside, hakuna kule, au goli la mkono, hakuna kule ni amali zako zile ndizo Mungu ambazo atakulipa. Ndio watakaopewe sasa hapo, uonekane uko vipi, ulikuwa vizuri au vipi. Na Mwenyezi Mungu hekima zake, malaika waliomo katika moto, malaika wake wa kuadhibu, kila mmoja ana nguvu ambazo lau kama lile jirungu lake lapiga kama mlima Kilimanjaro, wayeyuka wote. Nguvu zake mtu wa malaika lau kama apiga kwenye jabali nafanyaje? La sambaratika. Haya mwenzangu, mimi wewe utaweza kweli balaa hiyo?
Kwa takiwa mtu awe makini. Mwenyezi Mungu asema wa idhal unushu ushura, na pindi wanyama pori watakapokusanya. Wa idhal biharu sujirat bitakhafifi wa tashdid, sujirat wa sujirat, na pindi majabali na pindi bahari zitakapowashwa moto. Ay uqidat fasarat nara, maana maji sio kusaidia wewe kwenda zima moto Sasa hali maji yenyewe ni moto. Sasa wewe maana ule bahari lingekuwa mtu angekimbizia huko akajivika. Sasa ule bahari yenyewe ni moto. Mimi mzangu utakuwa vipi wewe? Kwa takiwa hayo upambane nayo. Wa idhal biharu sujirat, na pindi bahari zitakapowashwa moto. Ay uqidat, zitakapowashwa moto. Fasarat nara, zikawa moto. Umeelewana? Siku ngumu sana hiyo, siku ambayo haina mchezo. Aliulizwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuhusu ukubwa wa hiyo jahannam. Kubwa jahannam ambayo siku ya kiyama watu watakwenda ingia. Abdullah ibn Abbas anasema sijui mimi, lakini zimetufikia habari kwamba kati ya changu cha sikio wa kila mmoja katika mazabani ya wa motoni na kati ya bega lake ni mwendo wa miaka 70. Kwa ni jitu ambalo limewanda dude. Wewe ukiliona mwenyewe watetemeka unguka huko. Sasa jitu liko hivyo, je, hiyo jahannam mwenyewe iko vipi? Hiyo jahannam mwenyewe iko vipi? Wa idhal biharu sujirat, na pindi bahari zitakapowashwa moto. Zitakapowashwa moto. Wa idhan nufusu zuwijat, na pindi roho zitakapokutanishwa na viwiliwili. Alqurinat biajsadiha, zitatoka barazakhi, zitaunganishwa na jimwili lake. Haya, endeni huko katika nini? Wa idhan nufusu zuwijat, na pindi roho zitakapokutanishwa na viwiliwili vyake. Alqurinat biajsadiha, zitakapokutanishwa na viwiliwili vyake. Imepokewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa amekaa akiwa na baadhi ya maswahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa akiwa na baadhi ya maswahaba zake. Mara Mtume alisikia usauti mkubwa, na wale maswahaba wakasikia ule usauti. Kwa kuna mlio mkubwa huko, kuna mlio mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza maswahaba zake, atadhiruna ma hadha, je, mnajua mlio huo mlio mnaujua, hiyo sauti mnajua? Wakasema hatujui ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hili ni jiwe limetupwa katika moto wa jahannam. Toka kutupa kwake huu ni mwaka wa 70, ndio lafika kwenye kina hilo, ndio lafika kwenye kina, kuonyesha kwamba jahannamu ukubwa wake ni mkubwa mno.
mpaka Mungu akiuliza utasema hal min mazid. Sio kama utasema tumekinai, watasema je, kuna ziada nyingine? Leta tu Muhammad, Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sijakuona kwamba mimi nitategea watangulie, sitabaki mwisho jehanamu itakuwa imejaa, sitakuwa hilo alipo. Hata mwe vipi mtaingia, kwa sababu Mungu mwenyewe atauliza, na moto utasema kuna ziada. Umeelewana sio? Kwa hiyo tunatakiwa tufanye amali njema, sio tufanya nini tu. Wa idhal mawudatu suilat, na pindi binti aliyezikwa mzima atakapoulizwa. Wa idhal mawudatu ay aljariyatun, mwanamke ambaye tudifanu aya, aliyezikwa ai khaufa al-ar, kwa kuogopa aibu, wal haja, na kuogopa shida haja. Suilat, atakapoulizwa, tabukitan liqailiha bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani umeuawa. Wa quria bi kasri tai qutti, wa bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani umeuawa. Wa jawabuha an taqul, na jibu lake lipi? Atasema lipi? Qutilat bila dhambi, iliuliwa nafsi pasi na nini? Na makosa. Au qutiltu bila dhambi, pia niliuliwa mimi pasi na nini? Pasi na kosa lolote. Jibu lake atakalosema, wa idhal mawudatu suilat, na pindi binti aliyozikwa mzima atakapoulizwa. Aljariyatu tudifanu aya, binti aliyozikwa ai khaufa al-ar, kwa kuogopa aibu, wal haja. Suilat, atakapoulizwa. Wajawabu, hajibu lake qutiltu bila, wajawabu an taqula, jibu lake anasema qutiltu bila dhambi, nimeuliwa bila kosa lolote. Waarabu walikuwa na kawaida kwamba mtoto wa kike kwa wao ni aibu, atazalishwa atafanya nini? Ni aibu. Au mtoto wa kike haja zake hazina mwisho, aweza kwa mume akiachwa leo, mziki uko baba tena, kwa wakaona wao hawahitaji watoto wa kike. Haya, hao wa kiume wapewe. Hao wa kiume pia ikawa na waua, kwa sababu watoto wa kiume waleta njaa, kula kwao ni sana. Wanakipata Serengeti Boys hao 4 5 tu, si mchezo. Kama jamaa wakati wa kufuturu, kiangalia wana na Serengeti Boys, vijana kibao watembea ile mbaya, asikizeni, mkono kwenye muogo, mkono kwenye viazi, mkono kwenye maharage. Sio mkono kwenye maharage tupeleka tu, badilishe kwa wanajana watamlaza anaokuwa na Serengeti watoshwa na uono tu, kujifanya wenge sokoni hapo. Lazima ndio tupu tu hawatoshwa na uono kumwaka pale, wachogelee mpaka wachoke.
Lakini sema anachukua kingfish, kwa kutoa kapa tu. Vile tumeelewana. Sasa kawaida ya Waarabu walikuwa na kawaida moja. Mwanamke akiwa ni mjamzito, akifikia wakati wa kujifungua, achimbiwa shimo huko ndani uani. Chimbiwa shimo kubwa tu, refu kidogo. Alafu anaambiwa mama, anatandikiwa hapa vigodoro vyake na nini, anaambiwa ajifungue hapo. Baada ya kujifungua, anaangaliwa mtoto ni wa kike, asogezwa shimoni juu, shimo lafikiwa. Akiwa mtoto na kiume, aondolewa, shimo la fukiwa halina kitu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja fanya kazi kubwa, kazi ya kuelimisha watu kama watu tabia kama hii ni kazi kubwa. Sasa yeye amfukia mtoto wa kike, yeye kazaliwa na nani? Tena kile ya kuchaji haipo. Yeye angepatikana kama babia, angemzika mamie. Huyo babuye kama angemzika mamie angepatikana? Au ungepata wapi mtu wa kuoa? Ungekuwa kama angezikwa, angefukiwa ile mkeo. Kwa hiyo yote ni akili ambayo ilikuwa bado ni butu, lakini Mtume kaja piga brush, watu wakatakasika namna hii. Wa idhal mawudatu su'ilat, na pindi binti aliyezikwa mzima atakapoulizwa, bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani umeuawa? Kwa binti anasema kutiltu kila dhambi, niliuawa bila kosa lolote, maskini. Tumeelewana? Wa idha suhufu nushirat, na pindi madaftari yatakapokunjuliwa. Wa idha suhufu ay suhuful a'mal, pindi madaftari ya amali nushirat yatakapokunjuliwa, takhfif wa tashdid. Wa idha suhufu nushirat au kwa shada ay futihat wa busitat, pindi madaftari yatakapokunjuliwa, kila mmoja tukaambiwa iqra kitabak kafa binafsika alyawma hasiba, tosha leo nafsi yako wenyewe, bali insan ala nafsihi basira, ya mwenyewe jiangalie mwenyewe. Ndipo utakapokumbuka sasa, fadhali ningefanya hivi, fadhali ningefanya hivi, niliambiwa lakini wapi. Wa idhal mawudatu su'ilat, na pindi binti aliyezikwa mzima atakapoulizwa, bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani umeuawa. Wa idha suhufu ay suhuful a'mal, na pindi madaftari ya matendo nushirat, au kuna shaka nushirat yatakapokunjuliwa, ay futihat wa busitat, yatakapokunjuliwa. Yote siku gani hiyo? Siku ya Kiyama. Mambo yote hayo. Wa idha samaa kushitat, na pindi mbingu zitakapoondoshwa mahala mwake, nusiat an amakiniha, zitaondoshwa mahala mwake, kama nusia, kama yunzau, kama yunzau aljildu, kama inavyoviliwa ngozi, anishar, kwa mbuzi. So hiyo na jidude hilo itaondolewa kama vile wanavyomvua mbuzi vile ngozi. Inna dhalika ala Allah yasir, yepesi kwa Mungu. Kwako wewe ndio una kazi jidude tule nikishikwa hivi. Wewe kuvunja nyumba wetu hii kama uivunje, uisafishe, ujenge tena na kazi. Je, hiyo kwa Mungu asema ile jambo jepesi tu hilo.
wa idha samaa'u kushifat ay nuzi'at an amakiniha, na pindi mbingu zitakapoondoshwa mahala mwake, kama yunza'ul jildu anishati, kama inavyovuliwa ngozi kwa mnyama. Ni hauli ya siku hiyo, baada ya siku itakapokuwepo hiyo. Wa idhal jahimu su'irat, na pindi moto utakapowashwa. Ay wa idhal jahimu ay annaru, na pindi moto su'irat utakapowashwa, ay ujjijat utakapowashwa. Wa idhal jannatu uslifat ay qurinat li ahliha, na pindi pepo itakapokurubishwa kwa watu wake wa peponi, haitokurubishwa kwa watu ambao si wa peponi. Wa idhal jannatu uslifat, na pindi pepo itakapokurubishwa, ay quribat ahliha, itakurubishwa kwa watu wake, liyadkhuluha, ili waingie hiyo pepo. Hawatakiwi kwamba pepo iko hapa na Pongwe, kwamba mtu apige mguu deke hesabu ile pepo yako, si sababu pepo yako, hakuna vurugu. Kwa sababu ukitoa ikie kwa mbuga Mwembeni, itabidi utoke hapo uende kwa mguu, utoke majasho, hilo kula litakiwi. Takiwa starehe kile ambacho ulikichuma huko, kwa kutoka hapo ingia pale na kula neema zako. Huyo mwanani sawa ndo mwenye mtihani motoni. Wa idhal jahimu su'irat, na pindi moto utakapowashwa. Wa idhal jannatu uslifat, na pindi pepo itakapokurubishwa, ay quribat li ahliha, itakurubishwa kwa watu wake, liyadkhuluha, ili waingie pepo hiyo. Sheikh yasema wa jawabu idha awwali sura, maana ikija idha tukiwajibu jawabu lake la idha shamsu wa idha nini wa idha nini, mpaka alipofika hapo jawabu lake sema wa jawabu idha awwal sura, na jibu la idha iliyo mwanzo wa sura, wa ma utifa alaiha, na ilivyotufiwa kulikuwa na harfi ya wawu ya atfa, idha shamsu kuwirat wa idha aljibili wa idhizo wawe, jawabu lake ni nini? Alimati nafsun ma a'dhara. Baada yote hayo jibu lake itajua kila nafsi iliyoyatenda. Mungu kuleta mambo yote hayo, lakini kwamba wewe utafanya nini? Alimati nafsun, itajua nafsi, ay alimati kullu nafsin, itajua kila nafsi. Wakta hadhihi almadhkurat, wakati wa haya yaliyotajwa, wa huwa yaumul qiyama, na ni siku ya kiyama, itajua nini? Ma a'marat, iliyoyahudhurisha, iliyoyatenda, min khairin wa sharri, katika kheri na shari. Kwa hiyo Mungu ameanza kote huko, lakini kubwa yao ni kwamba wanaweza alimati nafsu ma a'dharat, kitakachokuokoa na haya ni amali zako, hakuna jingine. Huo mzunguko wote mkozunga, lakini kubwa alikuwa atakatwambia hapa kwamba siku ya kiyama, siku ya mambo hayo yote hayo, kila nafsi itajua ililolitenda, min khairin wa shari, katika kheri na shari. Amesema baadhi ya wanawazuoni kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea watu kuingia motoni wengi, pamoja na hayo ni riba,
ambayo ndio imeenea katika zama zetu hizi. Imeenea katika zama zetu riba. Mwanzo riba ilikuwa ya wanaume peke yao, lakini hivi sasa riba imeenea mpaka kina mama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laana Allahu akila riba, amemlani Mwenyezi Mungu mtu mwenye kula riba. Na Mtume akasisitiza kujiepusha na madhambi ili watu kuingia peponi, amali mbaya kujiepusha. Mtume asema arba'un haqqun ala Allah alla yudkhilahum janna, watu wanne hawa ni haki kwa Mungu kutowaingiza watu hawa peponi. Tumesema ni haki wasiingie peponi hawa. Kwanza, mudminul khamr, mtu mwenye kudumisha kunywa pombe mpaka afa, bado hajatubia, hajaacha pombe, huyu ni haki yake milele motoni. Huyu hata kama la ilaha illa Allah, ni haki mtu huyu. Kwa hiyo mtu atakapofa katika hali hiyo atachomwa ila aache ulevi, na kama ndio na ulevi wake ndachomwa. Vile vile pia wa akilu riba, mtu mwenye kula riba, huyu pia ni motoni. Huyu mtu ambaye ala riba. Mtu mwingine ana mikopo, achukua huku alipa huku, achukua huku alipa huku, achukua huku alipa huku. Na miongoni mwa madhara ya riba ni mtu uso wake kuwa jiuso baya, halina busu, hasa akiwa ni Muislamu, hana busu uso wake. Kwa hiyo vile vile pia mtu mwenye kula riba, na vile vile pia waakilu mali yatim bighairi haqq, na mtu mwenye kula mali ya yatima basi na haki yoyote. Na ndio wengi hao, watu wengi, mtu kafiwa au watoto wamefiwa na baba yao kwa bahati nzuri au mbaya, yale mashamba watu hawajagawana, baada ya kuona baba wa yule mtoto amefariki, hawa baba wadogo, baba kubwa hawa wanawanyima haki watoto. Baba yani baba atipogea, baba yenu shamba lake liliuza hapa, ninyi hamna kienwa wakati. Na mtu anapofuatilia mali ya haki yake, yuko tayari yule baba mdogo kumfanyia uadui mtoto. Hii ndio hali sasa. Kwa Mungu enda kaa vipi wewe? Enda kaa vipi wewe kwa Mungu? Ile ni haki yake, yatakiwa ule, lakini kwa busara, kwa maana kwamba wewe umeachwa shamba, wewe ndio unalihudumia, wewe ndio unafyeka, walisimamia, basi kupata kidogo cha kusimamia, japo 20,000 na mimi nitanunua ugali leo ili ndio kule shamba, ile dhuru, kwa sababu wasimamia haki yake. So watumbukiza. Kuna hilo wengi katika, hasa watu wa Afrika, watu weusi ndio namba moja kudhulumu haki za mayatima. Watu wa zamani wanaaminiana, baba kafa, ili shamba kila nini tufanye pamoja tu, hakuna haja wenyewe waridhiana. Lakini mwaridhiana, lakini baada ya wengine kuondoka, akibakia mmoja ajifanya yeye ndio master kila kitu pale. Baba zenu wazenu kwa shamba langu, ili ni haki ya Mungu ile. Usione kwamba dhulma ya yatima kwenye mali tu, kwenye pesa, kwenye mali zake. Kwa hiyo mtu namna hii alikula mali ya yatima, huyo ataingia jikoni, tena jiko lake ambalo ni refu. Vile vile pia miongoni mwa watu ambao ni haki, Mtume asema kutoingia peponi, waingie motoni, ni haki waingie motoni, al-aqu liwalidayhi, mtu mwenye kuwa na matatizo na wazazi wake wawili. Mtu asemana na baba yake, mtu amegashana na mama yake,
mtu huyu mwenye matatizo na wazazi wake wawili, huyu pia Mtume asema ni aki. Na Mtume asema riba ni milango 73, lakini mdogo ambao waona kwamba hii nafuu kijidogo tu hichi, dhambi zake hicho kijidogo, dhambi zake ni sawa na mtu kulala na mama yake. Dhambi zake yani kijidogo cha hiyo, ndio kijidhambi kidogo cha riba, ndio tunachokipata. Kaiba kiji 50 tu 50, dhambi zake ni sawa na dhambi za mtu alala na mama yake. Kwa hiyo riba ni jambo baya, na ndio maana yake mtu mwenye kula riba akiwa ni Muislamu, Mungu hamwachi. Aweza kumwiga mtu sio kwa Muislamu, akaona sio kwa Muislamu afanya nini? Afanikiwe, lakini akiingia tu afanikiwe. Kwa riba ni mbaya, Mtume kaikemea, takiwa tupambane. Na ndiyo sehemu kubwa ya watu wa sasa watakwenda chomwa kwa sababu ya riba. Sehemu kubwa watu wa sasa kuchomwa riba, zina. Hizi ni vitu ambavyo zama hizi za mwisho za Mtume hizi watu wanakwenda choma sana, kwa sababu mtu anaona jambo la kawaida tu. Hata mama pia, mama kama aona mwanawe hana mvulana, basi aona mwanawe hajafanikiwa, mpaka asikia mwanawe ana msichana, mwanawe ana msichana bana, ndio aona raha. Sasa watu wa ulimwengu kweli huo? Kwa hiyo riba ni kitu kibaya mno, na ndicho kitakachotuchoma kwa sababu ndio kimeenea. Nene? Kubeti nini? Kamari ndio kabisa, sishele za Mungu hiyo. Madhara yake ni makubwa mno, tena hiyo kamari ndio kubeti. Anabasha majina ndio kubeti. Tena katika vitu ambavyo vinamfukarisha mtu kamari kinakufarisha. Sasa hivi unakuwa fukara. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, shilingi moja, dirham moja anayopata mtu kutokana na riba, shilingi moja kasiyuka kwa 500 na 700. Shilingi moja anayopata mtu kutokana na riba, dhambi zake ni kubwa mno kwa Mwenyezi Mungu. Kuliko watu waliofanya zinaa 33, watu malaya 33, dhambi zao zile ndiyo sawa ya wewe ulipata shilingi moja tu katika riba, shilingi moja tu. Sasa kama wewe riba maji ya kunywa, sasa ndio utakuwa wapi kweli? Utapona kweli jamani wewe? Kunywa kwako asubuhi huli bila riba, mchana huli bila riba, usiku huli bila riba, huvai bila riba, usomeshi bila riba, ufai bila riba, naambie wewe kwa Mungu. Mtume asemaje? Fa anna yustajabu, atajibiwa vipi? Twalalamika Mungu nini? Mvua pia zaja kwa usanii, Mungu atuletee usanii katika mvua. Maana sisi wenyewe ndio tunasoomba sijibii, kwa sababu chochote chofanya ni dhambi. Kila kinywaji chake cha haramu, kila chakula cha haramu, kivazi cha haramu. Mtu huyu atajibiwa wapi kwa Mungu? Hata ombe Mungu mara 100 ni hewa tu, hewa. Sasa shilingi moja, dirham shilingi moja, dhambi zake ni sawa na dhambi za watu waliozini 33. Shilingi moja unapata kwenye riba, shilingi moja umebeba wazinifu 33 dhambi zao.
wewe kwa Mungu utakuwa vipi? Tumeelewana? Na amesema Abdullah bin Amr amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, Nabiullah Nuh alayhi salam alipofikiwa na mauti, Nabiullah Nuh alayhi salam alipofikiwa na mauti, aliwahusia watoto wake wa kiume wawili. Aliwaambia, mimi na kuamrisheni mambo mawili na nakukatazeni mambo mawili. Wanangu nyinyi, na kuamrisheni mambo mawili na nakukatazeni mambo mawili. Nuhu alitaka yote wale watoto wayahifadhi katika akili zao, lakini kwanza wahifadhi haya ambayo atawakataza, sababu si mwanzo tukashika mara moja. Akawaambia, na kukatazeni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote, mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, msifanye shirki. Jambo la pili, na kukatazeni kiburi, kujiona kwamba wewe ndio bora kuliko nani. Tumeelewana? Ndio katika mambo ambayo yanampeleka mtu pabaya, kwa sababu kujiona ukubwa ni nguo ya nani? Nguo yake Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa wajivisha wewe, utakojivishe jikoti la mtu mzima, utaliweza? Utaweza? Kisha akawaambia, ninakuamrisheni mambo mawili, nakuamrisheni mudumu katika la ilaha illa Allah mara kwa mara, alafu subhanallah wa bihamdihi subhanallah ta'zim. Kwenye tarawih tunasema subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Wewe wapiga ni wakimbia. Haya, usiawanuka kutaka wewe. Kwa sababu asema mwenye kudumu kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa maneno hayo Mwenyezi Mungu huwaruzuku waja wake. Kwa maneno hayo Mwenyezi Mungu huwaruzuku waja wake. Sasa wewe unataka hayo. Kwa takiwa kubwa ni kwamba kama ilivyohitimisha jibu kwamba kila mmoja atapata kile ambacho amekitenda. Kwa hiyo kubwa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi, pamoja na kueleza habari za kiyama, ametaka tufanye amali njema. Kila siku nasema amali njema ni kutekeleza wajibu. Swala ni 5, tekeleza swala 5, lakini fanya uradi wa kuswali swala za ziada, zile ndo za kurudisha. Mfano mdogo tu, waambiwe na mwalimu, limeni hapa mpaka pale, kufika pale basi wewe ukalima mpaka mferejini kule. Uone mwalimu sio kupenda kwa ndio kujikurudisha kwa Mungu ni kwa hivi vitu vya ziada. Sunna za fardhi uzitekeleze na sunna uzifanye katika swala na katika saum, vile vile pia katika mali, katika sadaka mara kwa mara, ili uwe karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maelewano? Bismillahirrahmanirrahim. Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa. Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa.
Wa idha nujumu kadharat, pindi nyota zitakapoanguka au zitakapopukutika. Wa idha aljibalu suyirat, na pindi majabali yatakapoendeshwa pelekwa na nini? Dhuhiba biha ani wajhi al-ardhi, itakapoondolewa juu ya ardhi. Faswarat habaan umbatha, yakawa ni vumbi lenye kupeperushwa. Wa idha al-isharu utilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa bure. Turikat bila ra'in, wataachwa bila na kuwa mchungaji. Pamoja na kwamba ni thamani, ukiona ng'ombe wameenea tu na mchungaji, utaona hiyo lazima kuna mchungaji. Sasa akiwa hakuna mchungaji, wenyewe wako wapi? Sasa wenyewe pamoja na kuwathamini itakuwa ni bure. Wa idha nufusu zuwijat wa idha al-wuhushu ushurat, wa idha al-wuhushu ushurat, na pindi wanyama pori watakapokusana. Wa idha al-biharu sujirat, pindi bahari zitakapowasha moto. Uqidat faswarat nara, zitawasha itakuwa nini? Moto. Hautakimbia pepo. Ukiangalia huko motoni hakuna hata kipaa, ana wanyama wote ambao ni kweni mchanga. Sasa kwa motoni anachomana, nitachomwa wewe sasa. Wa idha al-biharu sujirat, pindi bahari zitakapowashwa moto. Wa idha nufusu zuwijat, na pindi roho zitakapokutanishwa na vilindi vyake. Qurinati biajsadiha, zitakutanishwa na vilindi vyake. Wa idha al-mawudatu suilat, na pindi kijana, mapindi binti aliyezikwa mzima atakapoulizwa, bi ayyi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani umeuawa. Wa idha suhufu nushirat, na pindi madaftari yatakapokunjuliwa. Suhuful a'mal, madaftari ya matendo. Nushirat ay futiati wa kusitat, yatakapokunduliwa. Wa idha as-samaa'u kushitat, na pindi mbingu zitakapoondoshwa mwana mwake. Ay nuzi'at ani amakiniha kama yunza'u jildu ani sha. Wa idha al-jahimu su'irat, na pindi moto utakapowashwa. Wa idha al-jannatu uzlifat, na pindi pepo itakapokurubishwa. Ay quribat li ahliha, itakurubishwa kwa watu wake. Liyadkhuluha, la muta'alliha melwana, liyadkhuluha, ili waingie pepo hiyo. Sheikh yasema wa jawabu idha, na jibu la hii idha, awwal sura, iliyo mwanzo wa sura. Wa ma utifa alaiha, na zile idha ambazo zimeutufiwa zote. Alimati nafsun, itajiwa kila nafsi. Ay alimati kullu nafsin, itajiwa kwa nafsi. Wata hadhihi almadhkurat, wakati wa hayo taja yote. Wa huwa yaumul qiyama, na ni siku ya kiyama. Itajiwa nini? Ma amarat, iliyoyatenda. Min khairin wa shari, katika khairi na shari. Elewana. Zote tunachukua wote.
Suri. Mungu atawapa hizo kazi zake ili usitekeleze, au wasuni au wamotoni uweludiwani, wote watafanya kazi zao wasimalizi. Umeelewana? Mungu atawapa cheo cha kufanya na mambo yao. Umeelewana? Au mazabani wa adhabu mtakuwepo. Sasa utaadhibiwaje kama mna malaika wa adhabu? Hawepo wa kuadhibu. Umeelewana? Umeelewana? Rabbana anfa'na bima lamtana bi'alimna alladhi